Amon, mambo vipi? Mambo poa kabisa. Niko vizuri. Namshukuru Mungu. Tunaelekea sasa kuzungumza michezo kama kawaida yetu. Amon bwana, timu ya taifa imeshaingia kambini na ina mchezo wa kirafiki, na baada ya hapo bado kuna michuano ya AFCON ambayo pia tunashiriki. Kwa namna ambavyo unaitazama timu ya taifa na mabadiliko yote ya benchi la ufundi, unaitazamaje kuelekea kwenye michezo hiyo? Kwanza nafurahi mabadiliko yaliyotokea kwenye benchi la ufundi, maana kwa Morocco tulikuwa tuoni mwelekeo mzuri kwenda mbele. La pili, hata kama nilivyowahi kusema hapo nyuma kuhusu Ahmad Ally kwamba kwa sasa ndio kocha bora kwa Tanzania kwa makocha wazawa, unaweza ukaona kajumuishwa katika timu ya taifa. Lakini katika wale makocha watatu, kwa binafsi yangu nilikuwa naona Mgunda alikuwa anastahili bado kuendelea kubaki, kwa sababu kwanza ni kocha ambaye anamotivate sana wachezaji, ambao wachezaji wanapata motivation nzuri. Pale tuna Gamondi, pia tuna Ahmad Ally ambao wana uwezo wa kufundisha vizuri wachezaji wakacheza mpira. Lakini sasa unapohitaji mtu wa kumotivate wale wachezaji waweze kuongeza kiwango chao, basi tulikuwa tunamhitaji Mgunda awepo katika ile timu ya taifa. Hilo lilikuwa ni ombi langu kwa TFF, wamweke Mgunda naye awajumuishe kwenye wale makocha. Lakini pia kikosi hichi kilichoitwa kwa asilimia kubwa ndicho kitakachoenda kwenye michuano ya AFCON, lakini kimeitwa ni kikosi kichache. Itakiwa waongezwe wachezaji wengi kwa ajili ya majaribio. Tunapokwenda AFCON tujue tunakwenda na kikosi kipi, kwa sababu kuna baadhi ya wachezaji wengine ambao wameachwa. Itakiwa waitwe wajumuishwe na wenzao ili sasa waanze kusoma na nakuwa pamoja, lakini pia waanze kuingia katika mfumo wa Gamondi, maana tayari tuna makocha wapya, sio kocha mmoja, benchi lote lile ni jipya. Kwa hiyo itakiwa waitwe wale wachezaji wengi, hata kama ni wachezaji 40 au 30, hata kama kule tutakwenda na wachezaji 28, maana yake utakavyoita hao wachezaji wengi wataanza kusoma mchezo mbinu za kocha. Watapokuwa wakisoma mbinu za kocha, itakapokuja ile selection inayofuata itasaidia kwetu sisi kwa timu ya taifa kwenda kufanya vizuri. Ukitizama sasa kwenye mabadiliko ya wachezaji walioitwa na wale ambao hawajaitwa kabisa, watu wamekuwa kizungumzia sana kwa upande wa Samata na kwa upande wa Msuva, kwa nini wamekosekana kwenye kikosi hicho. Wewe unaona kukosekana kwa Samata na Msuva kunaweza kukaathiri kikosi ambacho kinaenda kwenye michezo ya kirafiki, na kama itakuwa ni AFCON pia? Kuwezi kuasili sana, kwa sababu tayari tuna wachezaji wengine kama kina Kevin John, akina Selemani Mwalimu hapo. Lakini kwa Samata ukiangalia hata trip iliyopita aliweza kuomba sijumuishwe kwenye kikosi cha timu ya taifa kutokana na matatizo yake, ili pia unaona Samata kashaingia kwenye timu mpya, anahitaji muda zaidi wa kuweza kujifua na aweze kupata nafasi ya moja kwa moja kwanza katika timu yake mpya. Naweza ngamuelewa. Kwa Msuva sina uhakika sana, sijajua kwa nini hajaitwa, ila alikuwa anastahili kuitwa kwa sababu huyu ni kocha ni mpya ambaye tunaye. Kwa anatakiwa aje ajiunge na wenzake wawe pamoja kwenye mfumo mmoja, kwa sababu ikitokea akaitwa wakati tunakwenda AFCON, maana yake kutakuwa na makundi mawili ya wachezaji. Kuna baadhi ya wachezaji ambao watakuwa tayari wanamuelewa mwalimu, na kuna wachezaji ambao watakuja kwa ajili ya kwanza kumuelewa mwalimu. Kwa hiyo kidogo italeta shida. Wangeweza kujumuishwa kwa kipindi kile, lakini hatuwezi kuelewa, labda waliomba wao wenyewe au kulikuwa na shida nyingine. Lakini tunaona kocha Miguel Gamondi anaenda na kocha wake msaidizi. Faida ya Gamondi kuwa kwenye benchi la ufundi la Taifa Stars unaiona wapi? Kwanza Gamondi hakuna mtu yoyote anayeweza kupinga katika soka la Tanzania. Toka amekuja amekuwa ni kocha bora. Hata alivyoondolewa Yanga, aliondolewa tu ni kwa sababu ya zile figisu za watu wa Yanga, lakini alikuwa bado ni kocha mzuri. Utaweza kuangalia ameondoka, amerudi kuja kwa timu kama Singida na bado ameendelea kufanya vizuri. Kwa hiyo kwa Gamondi mimi sina shaka yoyote, ni kocha ambaye ataongeza ufanisi kwa wachezaji wetu. Na chini ya Gamondi ana mpira mzuri ambao anahitaji pasi nyingi.
na sio ule mpira wa kukimbizana. Ni mpira ambao unafundishika. Tofauti na makocha tuliokuwa nao ambao walikuwa ni mpira wa hamasa. Yeye mpira wa hamasa hana, ana mpira wa kufundisha. Bwana, tunakwenda njia hii, tunapita hapa, goli tunalipatia hapa. Lakini pia ili jambo tuliliomba muda mrefu kwamba kocha tubadilishiwe, lakini kwa bahati mbaya hakuweza kumbadilisha mapema. Amekuja kubadilishwa saa hizi na ni muda mchache kuelekea AFCON. Japokuwa lote linaweza likatokea, lakini si kwa asilimia kubwa kana kwamba tutaweza kwenda kufanya vizuri, kwa sababu ni muda mchache ambao Gamondi amejiunga na Taifa Stars. Lakini pia ukiangalia ratiba yetu bado itakuwa ni ratiba ngumu, kwa sababu AFCON nadhani inaanza tarehe 21 mwezi wa 12, lakini mpaka tarehe 13 tutakuwa na mechi ya dabi. Kwa hiyo tutaweza kuona tutakuwa na wiki moja tu ya kujiandaa kwenda AFCON. Wakati huo naye Gamondi atakuwa na timu yake ya Singida. Kwa hiyo bado tutakuwa na muda mchache wa kujiandaa. Kwa hiyo tusitegemee makubwa katika hii AFCON hii. Wanasema tusitegemee makubwa. Ukiangalia kwa Gamondi ni kaimu kocha mkuu. Ni faida ama bado tunaenda kusafa sana, kwa maana ya bado kocha mkuu hatuna, yule ni wa muda tu. Yule ni kama caretaker, bado hatuna kocha mkuu. Labda kwa baadaye TFF kiwapendeza, wakiona anachokifundisha kinaelekea katika dila yao, wanaweza kumwajiri, ama labda wana mipango ya muda mrefu kumwajiri kocha mwingine. Maana unapokuwa unamwajiri kocha mkuu, unamwajiri aje alisimamie soka lako, si kwa timu ya wakubwa tu, ni kuanzia timu ya wakubwa kwenda mpaka timu ya under 17, ili wachezaji wanapokuwa wanatoka kwa under 17 kuja kwa wakubwa wote wanakuwa na mfumo mmoja. Kwa nadhani ikipita tu hii AFCON wafanye juhudi za haraka kuweza kumtafuta kocha wa kudumu, ili tunapokwenda katika AFCON ya 2027 ambao sisi wenyewe ndio tutakao kuwa wenyeji, tuwe tumeshajipanga na tuna uwezo. Ukiangalia kama hizi timu zilizokuwa ndogo kama Komoro, Cape Verde, kipindi cha nyuma tulikuwa tunawaona kama timu za kawaida na tulikuwa tunashinda magoli mengi, lakini kwa sasa hivi ni ngumu kuwafunga hao watu, kwa sababu tayari wenyewe wameshawekeza kwenye soka na kiwango chao kimekuwa. Kwa hiyo TFF na wenyewe wanatakiwa kama hivi wanavyojenga hizi academy, tunashukuru sana, ni jambo zuri, lakini waendelee kuongeza juhudi katika uwekezaji huo. Juhudi katika uwekezaji. Umesema kwamba timu ya taifa huenda una matarajio kwamba itafanya vizuri sana. Nini kifanyike kwa wakati huu na hii nafasi ambayo tuko nayo ili timu ya taifa ifike angalau pazuri na kila mmoja asherekee kwamba timu ya taifa sasa hivi imepiga hatua? Ukiangalia kundi letu ni kundi ambalo ni gumu sana. Tuna timu kama Nigeria, tuna timu kama Tunisia, lakini pia tuna majirani zetu Uganda. Kwa timu zote tatu hakuna timu hata moja ambayo ni nyepesi. Kitu kinachotakiwa ni kwa motivate wachezaji wetu waweze kucheza kwa jihadi, wajitume, angalau tufike hata 16 bora. Shukrani sana. Asante sana.